mwishowe akaishia mabaya. Hiyo inatukumbusha sisi tunapokuwa tumeamua kumfuata Yesu, maisha yetu yasiwe ya ujanja ya kona kona. Kama Yuda alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu ambaye angekuwa mtume mkubwa, basi hata na sisi tujihadhari sana, kwa sababu kwa wanafunzi wa Yesu tu haijatosha. Tunatakiwa tuwe wanafunzi wa Yesu si kwa majina, bali ni kweli. Hebu sasa tuende kuona yale ambayo maandiko yanasema kuhusu Bwana Yesu siku ile alipotolewa. Na tutasoma maandiko mengi sana kuonyesha Biblia inasemaje. Katika kitabu tutasoma Isaya sura ya 53 mstari wa kwanza hadi wa 7. Tutasoma Zaburi ya 22, alafu tutasoma Yohana sura ya 19 kuanzia mstari wa 16 hadi mstari wa 30. Tuanze kusoma na nitakusomea katika kitabu cha Isaya sura ya 53. Naanza kusoma mstari wa kwanza. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoleta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mwororo na kama mzizi katika nchi kavu. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba taa za hapa ziwashwe. Na kama mzizi katika nchi kavu, yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tutamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichukuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu ameingia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana-kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo wanyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Haya ndio aliyopata Yesu siku ile alipotolewa akaenda msalabani. Tunaambiwa alidharauliwa, dharau kubwa sana kuliko mtu yeyote anaweza kudharauliwa. Kumbuka, alikuwa ni Mungu katikati ya wanadamu. Alikuwa ni Mungu wa Waisraeli, walimfahamu, lakini walifika mahali wakamwona si kitu, wakamdharau, akakataliwa, wakamkataa, kwa sababu hakuna hata mmoja aliyejua nini kinaendelea. Hebu tusome katika kitabu cha Zaburi sura ya 22, tuone yale ambayo Yesu aliyopitia. Zaburi ya 22 inazungumzia juu ya mateso yake Yesu. Mungu wangu, Mungu wangu, sura ya 22 kuanzia mstari wa kwanza. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona mbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Ee Mungu wangu, nalia mchana lakini hujibu, na wakati wa usiku lakini sipati raha. Na wewe, Mungu mtakatifu, uketie juu ya sifa za Israeli. Baba zetu walikutumaini wewe, walitumaini na wewe ukaokoa. Walikujia wewe wakaokoka, walikutumaini wasiaibike. Lakini mimi ni mdudu wala si mtu, laumu
mwanadamu na mzao wa watu. Wote wanionao hunicheka sana, hunifyonya wakitikisa vichwa vyao. Husema, umtegemee Bwana na mponye, na mwokoe sasa, maana apendezwa naye. Naam, wewe ndiye ulinitoa tumboni, ulinitumainisha matitini mwa mamangu. Kwako nalitupwa tangu tumboni, toka tumboni mwa mamangu ndiwe Mungu wangu. Usiwe mbali nami, maana taabu i karibu, kwa maana hakuna msaidizi. Mafahali wengi wamenizunguka, walio hodari wa Bashani wamenisonga. Wananifumbulia vinywa vyao kama simba pakuraye na kunguruma. Nimemwagika kama maji, mifupa yangu yote imeteguka. Moyo wangu umekuwa kama mta na kuyeyuka ndani ya mtima wangu. Nguvu zangu zimekauka kama gari, ulimi wangu waambatana na taya zangu. Unaniweka katika mavumbi ya mauti, kwa maana mbwa wamenizunguka. Kusanyiko la waovu wamenisonga, wamenizua mikono na miguu. Naweza kuhesabu mifupa yangu yote.